Naam, tunawasalimuni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu pia, na tunatumia fursa hii kwa karibisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika uwanda wa kisiasa, kiusalama na hata kidiplomasia. Lakini kwa hivyo tutakwenda kuanzia swala la kiusalama, ambako mashariki mwa nchi hiyo inazidi kuzorota. Kijiji cha Muchacha kilichopo katika wilaya ya Mambasa, mkoa wa Ituri, kimerejea chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kufuatia mapigano makali yaliyotokea usiku wa kuamkia jana Jumanne tarehe 24 Machi mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, mapigano hayo yaliwakutanisha kumradhi vikosi vya serikali, hususan vile vya sekta ya Operation Ituri dhidi ya muungano wa makundi yenye silaha yanayojumuisha CRP na ADF, ambao unatajwa kuwa na ushirikiano na M23. Mapigano hayo yaliyoelezwa kuwa makali sana yaliishia kwa ushindi wa FARDC, ambao waliweza kuwafurusha wapiganaji wa muungano huo kutoka kijiji hicho. Lieutenant Jules Ngongo, msemaji wa FARDC katika mkoa wa Ituri, alieleza kuwa ushindi huo uliwezekana kutokana na uratibu mzuri kati ya vikosi vya sekta ya Operation Ituri na vile vya sekta ya Sukola 1 Grand Nord. Ushirikiano huo uliwezesha kuendesha mashambulizi yenye ufanisi na kurejesha udhibiti wa eneo hilo. Hatua hii inakuja siku chache baada ya shambulio la uharibifu lililohusishwa na ADF dhidi ya kijiji cha Muchacha, ambalo lilisababisha hasara kubwa ya mali na kueneza hofu miongoni mwa wakazi. Kurejeshwa kwa kijiji hicho kunachukuliwa kama ishara muhimu katika juhudi zinazoendelea za kurejesha mamlaka ya dola na kuhakikisha usalama wa kudumu katika sehemu hii ya mkoa wa Ituri, ambayo imekuwa ikikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Harakati ama movement za wahasi wa M23 RDF zimeripotiwa hiyo jana Jumanne tarehe 24 Machi mwaka huu katika eneo la Mpeti mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyolingana, vinadai ya kwamba wahasi hao ambao hapo awali walikuwa wamejipanga kwenye muhimili ama akse ya Pinga walionekana wakihamasisha risasi na vifaa vya kivita wakitumia njia ya Kalembe, Kashuga hadi Mweso kuelekea wilaya ya Masisi. Movement hizi zilizobainika tangu asubuhi na mapema zinaashiria uwezekano wa upangaji upya wa kimkakati wa wahasi katika sehemu hii ya mkoa, ingawa malengo yao halisi bado hayajafahamika wazi. Wakati huo huo, katika wilaya ya Lubero, hali isiyo ya kawaida imeshuhudiwa katika eneo la Kipese. Wakazi wa kijiji hicho waliamka wakiwa na furaha baada ya kubaini kuwa maeneo yaliyokuwa yakishikiliwa na wapiganaji wa M23 sasa yameachwa wazi. Hatujui walikoelekea asubuhi hii. Maeneo yao hayana wananchi wanafurahia kuwaona wahasi hao wameondoka, amesikika akisema mkazi mmoja wa eneo hilo. Kuondoka huku kusikotarajiwa kunaleta matumaini pamoja na maswali miongoni mwa wakazi katika mazingira ya usalama ambayo bado yanaendelea kuwa tete kutokana na mienendo ya kubadilika ya makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, wapiganaji wanaohusishwa na M23 RDF wameonekana katika eneo la Kasima Katondi wakielekea kusini mwa wilaya ya Lubero, kwa mujibu wa mashuhuda mbalimbali uliokusanywa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wapiganaji hao walikuwa wakibeba mali zao binafsi, hali inayoweza kuashiria uwezekano wa kupanga upya vikosi au hata
mwanzo wa kuondoka kwa baadhi ya vikosi vilivyokuwa vipo katika ardhi ya Kongo. Harakati hizi zinajiri katika mazingira ya usalama ambayo bado ni tete katika ukanda huo unaokumbwa mara kwa mara na mabadiliko ya nafasi za makundi yenye silaha. Ingawa sababu halisi za kusonga huko bado hazijathibitishwa, baadhi ya wachambuzi wanaona dalili za mabadiliko katika mwenendo wa vikosi vinavyohusishwa na M23 RDF. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa kubainisha kwa undani hali au ukubwa wa harakati hizi, huku wakazi wa eneo hilo wakiendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama. Jeshi la Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na makundi ya kujilinda ya wapiganaji wazalendo limeimarisha hali ya usalama katika eneo la Kazinga kufuatia jaribio la uvamizi lililohusishwa na waasi wa M23. Kulingana na vyanzo vya kiusalama vya ndani, vinabaini kuwa wapiganaji wa M23 walijaribu kushambulia kwa lengo la kurejesha maeneo yaliyokuwa bado chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali. Hata hivyo, shambulio hilo lilizuiwa haraka kufuatia mashambulizi ya kujibu kutoka kwa FARDC yakisaidiwa na washirika wao wa ndani. Mapigano yaliyofuata yaliishia kwa ushindi wa vikosi vya serikali ambavyo vinadai kuwa viliwasukuma waasi nje ya eneo hilo. Kwa mujibu wa mamlaka za kijeshi, operesheni hiyo iliruhusu kurejesha udhibiti kamili wa Kazinga. Baada ya hapo, operesheni za kusafisha eneo na doria za usalama zimeongezwa ili kuzuia jaribio lolote jipya la kuingia kwa adui na kuhakikisha utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Vyanzo vya ndani vinaeleza pia kuwa hali ya utulivu inaanza kurejea polepole, ingawa tahadhari bado inahitajika kutokana na hali tete ya usalama inayoendelea katika sehemu hii ya mashariki mwa nchi. Mamlaka ya Kongo na baadhi ya wachunguzi wametoa tamko la tahadhari kwa umma wa kitaifa na kimataifa pia kuhusu hali inayosababisha wasiwasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati makubaliano yakiwa yanaendelea kusainiwa Marekani kati ya DRC na Rwanda, ishara zinaonyesha kuwa waasi wa M23 walioko kwenye muhimili ama akse ya Luhinja, Burinyi, Kaziba na Nyangezi wanafanya sambla ya kutoka kwenye nafasi wanazozidhibiti kwa ajili ya kulaghai mamlaka ya kitaifa na ya kimataifa pia. Vyanzo vingi vya ndani vinaripoti kwamba licha ya kuonekana kuwa na upungufu wa mapigano, waasi hao kwa kweli wanaimarisha nafasi zao usiku katika muhimili ama akse ya Kamanyola na plene ya Ruzizi, wakijiandaa kwa mapigano mapya wanayoweza kutokea. Harakati ama movema hizi za usiku zinazofanywa kwa miguu bila magari zinaashiria mabadiliko ya mbinu ya adui inayolenga kushtukiza vikosi vya serikali. Kutokana na hali hii, wito wa uangalifu umetolewa kwa wazalendo FARDC na vikosi vyote vya taifa ili viwe macho na tayari kwa dharura yoyote. Tahadhari maalum inahitajika ambapo mienendo ya makundi yenye silaha bado haijabashiriwa na kila tahadhari inaweza kuwa muhimu katika kuzuia ongezeko la mapigano. Tahadhari hii inasisitiza umuhimu wa kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo hata katika muktadha wa makubaliano ya kidiplomasia, kwani harakati za kimkakati za M23 zinaweza kubadilisha hali ya usalama katika eneo hilo kwa haraka. Na kwa upande wa ushirikiano wa kijeshi, Bwana Turan Mildon kutokea Uturuki ama Turki kupitia kampuni yake ya Milvest anapanua uwepo wake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuwekeza sasa katika sekta ya ulinzi na usalama. Baada ya kuchangia katika mradi wa kituo cha kifedha cha Kinshasa, amepata mkataba wa kimkakati na jeshi la wanamaji ama Armée Marine wa Kongo unaohusiana na ujenzi wa kituo cha uzinduzi wa drone mjini Kisangani. Mpango huu ni sehemu ya operesheni zinazolenga kuzuia waasi wa M23 RDF AFC, kundi ambalo mara nyingi linaaminika kupokea msaada kutoka Rwanda. Lengo la operesheni hizo ni kuimarisha uwezo wa kijeshi wa DRC kwa kutumia drone kwa kuzingatia uangalizi, ukusanyaji wa taarifa za kijeshi na mashambulizi ya usahihi. Utekelezaji wa drone unaimarisha jeshi la Kongo na kupunguza faida ya kistratejia ama ya kimkakati ya makundi
makundi yenye silaha yanayohusiana na serikali ya Kigali. Ushiriki wa washiriki kama Uturuki unaonyesha uimarishaji wa ushirikiano wa usalama kwa DRC na kuongeza shinikizo kwa Rwanda na kuboresha jeshi lake. Serikali ya DRC inaonyesha udhibiti wa udikteta wake na kupunguza hadithi za usalama zinazotolewa na serikali ya Kigali. Maana drone zinawezesha mashambulizi sahihi, kuongeza shinikizo la moja kwa moja kwa mitandao inayohusiana na Rwanda. Ushirikiano huu wa kimataifa unaonyesha msaada wa kweli kwa DRC na kupunguza nafasi ya kimkakati ya serikali ya Kagame. Kwa kumalizia, mradi huu unaashiria mabadiliko makubwa katika mtazamo wa kijeshi wa Kongo. Nchi inahamia kutoka mbinu ya kujitetea hadi mkakati wa kipekee, wa kisasa na wa kiteknolojia unaoweza kubadilisha uwiano wa nguvu katika ukanda wa Maziwa Makuu. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku. Tunatumani ya kwamba ulianza nasi na mpaka mwisho wa umemaliza nasi. Kwa hiyo tunakutakia siku njema ya leo tarehe 25 Machi mwaka 2026, na kwa kuzidi kwa baraka zaidi, baki nasi hapa kwenye channel yetu ya Kibenge TV ili ufahidi habari moto moto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.